hoja msingi sana. Kwanza tuzungumzie kwa maana ya kurahisisha maandalizi ya timu. Unapokuwa na ndege, maana yake unaenda na kurudi. Unamaliza mechi yako, unaenda hotelini kidogo kujiandaa, then unasafiri moja kwa moja. Hautakuwa na vituo, sijui unaenda Dubai, sijui unaenda wapi, hautakuwa na vituo hivyo. Maana yake kama ni ndege yako, itakuwa ni ndege ya moja kwa moja. Hilo ni faida, lakini pia inapunguza uchovu. Jambo la pili, linapunguza cost. Gharama maana ya gharama. Okay. Bila shaka serikali imechukua sehemu kubwa sana, pamoja na kwamba imetoa ndege, lakini pia serikali itachukua, kuna vitu vingi sana itakuwa upande wa serikali. Kama labda Simba wataambiwa labda waweke mafuta kwa mfano. Sawa, lakini vitu vingi vitakuwa wamevisolve hivyo huko, lakini pia gharama ambayo itakuwa ni kubwa ya kukata tiketi itakuwa haipo. Gharama itakuwa imepungua kwa asilimia kubwa. Lakini pia watasafiri na idadi kubwa ya watazamaji, kwa maana ya mashabiki. Kwenda huko Cairo. Kubwa sana kutoka TFF, viongozi wa Simba, viongozi waandamizi wa soka nchini, baadhi ya mashabiki wataenda, lakini pia waandishi wa habari wanaweza kupata fursa ya moja kwa moja, kwa sababu ni ndege ya serikali, sio labda mtu atajigharimikia matumizi mengine kwa maana ya malazi. Nimemsikia Azim Dewji akizungumza kusema kwamba kwa atakayehitaji kwenda gharama ni shilingi milioni 1, itapungua hapo kama sio milioni 1.5 kwa mashabiki ambao wanataka kwenda. Nafikiri kutakuwa na utaratibu mwingine, lakini kwa vyote vile kutakuwa na ofa fulani. Yaani itakuwa sio sawa na ile ya kukodi. Sawa. Au ile ya kudandia. Kwamba bana labda tiketi 100 imeshauzwa, nyinyi mmebakishwa nafasi 100 hivi. Hii inawezekana labda 200 yote kulingana na idadi ya ndege na safari na idadi gani. Kwa sababu itakuwa ni private, kama private itakuwa kama ndege binafsi, itakuwa kwa ajili ya timu. Kwa hivyo itakuwa ina ahueni, na nafikiri hata Simba kwa upande wa matokeo kuna kiwango fulani pia watakuwa wamerahisishiwa mazingira. Kazi inabaki kwa vijana kupambania timu, kuhakikisha kwamba mwisho wa siku wanarudi na alama 3, alama 1, ili tarehe 14 mwezi wa 4 2025 waje malizie kazi Dar es Salaam. Naam. Ni mchezo ambao una hadhi yake. Ni mchezo ambao unaiwakilisha taifa. Hatuna timu nyingine Tanzania zaidi ya Simba ambayo sasa hivi iko kwenye mashindano ya kimataifa, ukitoa timu za taifa ambazo ziko kwenye AFCON. Kwa hiyo ni fursa nzuri sana, lakini naiona nafasi kwamba Simba ikisogea mbele. Turejee hapo. Umezungumza faida ambazo zitapatikana wakitumia ndege hiyo ambayo watapewa na serikali kwenda huko jijini Cairo nchini Misri. Tukirudi kwenye lengo mama la kupata matokeo, pengine serikali inapokuwa inajitolea kuisupport timu kwa namna hiyo, pengine tunaweza tukasema inakuwa na deni kiasi gani, au inatengeneza kitu gani pengine Simba kutengeneza morali kuelekea mchezo huu? Pengine unahisi kuna deni lolote ambalo wachezaji wa Simba pamoja na viongozi wanahisi kuelekea mchezo husika? Serikali yote duniani inaandaa mazingira ya jambo lolote, mazingira rafiki. Kwa mantiki hiyo, serikali kupitia Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo inaandaa mazingira kwa wanamichezo kwenda kushindana, kuondoa zile excuse ambazo hazina maana. Kama umepewa ndege, kama umeandaliwa pia na mazingira mengine ya kusafiri, kwa maana ya vitu vyote ambavyo pengine vilikuwa vinatakiwa vitoe serikali, vimeandaliwa mapema na usafiri wenu upo. Kama mnataka labda mtue siku
hata buy time mkae Dar es Salaam. Inawezekana, ili kuondoa figisu kwamba mnatua tu leo, kesho asubuhi mnaingia kwenye pre-match, kesho kutwa, yani mnaenda siku mbili tu mnageuka kwenye game husika. Kwa hiyo deni lililopo ni kwamba kama nchi inahitajika iwakilishwe vizuri. Hiyo ni deni namba moja. Lakini deni lingine ni kwamba kuna upande mmoja umekamilisha majukumu yake yote kwa maana ya serikali. Changamoto inabaki upande mwingine, na ndio upande wa Simba, upande wa wachezaji. Sawa sawa kuondoa zile malalamiko, bana sijui fulani kapewa ndege mimi sijapewa, japo ambalo sio mambo ya kimsingi sana. Sawa sawa Kwa hiyo mazingira kama haya hayatakuwepo, na serikali imerahisisha kila kitu. Deni lililopo, serikali na wadai wachezaji wakacheze vizuri. Kuna kila mazingira rafiki kuelekea mchezo huo. Hakuna kisingizio kwamba nitakwenda kupoteza hata nilikuwa na uchovu, hapana. Pengine sasa tutegemee kuona morali kiongezeka mara mbili zaidi ya vile ilivyokuwa pengine kwa hiki ambacho serikali inaenda kukifanya, kutoa usafiri wa bure kwa timu. Obviously morali inakwenda kuongezeka. Kwa sababu kwa vyovyote vile viongozi watasema kwamba tumepewa usafiri wa bure na serikali. Sisi awamu nyingine tutasema nini tukihitaji tena usafiri siku tukifuzu kwenda hatua ya nusu finali, au tutumie advantage hii ambayo tumeipata tuhakikishe tunaiwakilisha nchi, tunaiwakilisha Wizara ya Michezo kufuzu hatua ya nusu finali kwa mara ya kwanza kwa miaka ya hivi karibuni. Kwa hiyo hilo kwa vyovyote itaongeza morali, kwa vyovyote itawapa credit viongozi wa Simba kama watafanikiwa kuingia hatua ya nusu finali. Lakini pia hata azma ile ya serikali kuhakikisha kwamba wanatoa kipaumbele katika michezo kwenye kila sekta itakuwa imetendeka kwa vitendo. Sasa tukitazama mchezo wenyewe kidogo tu, Al Masry jana amecheza mchezo dhidi ya Pyramid na kuwasimamisha Pyramid kuendelea kujiweka katika mazingira mazuri ya kupigania ubingwa. Pengine kitu ambacho wamekifanya dhidi ya Pyramid, matokeo ambayo wameyapata dhidi ya Pyramid ambayo ipo katika kilele cha ubora wake, kunaweza kuongezea pressure Simba kuelekea mchezo wenyewe. Michezo ya kimataifa ina approach yake, ina namna yake ya kucheza, na michezo ya ligi ina namna yake pia ya kucheza, kwa sababu ni washindani wawili tofauti. Kwenye mchezo huu ambao Simba wanakwenda kucheza, Simba wanakwenda kumheshimu Al Masry. Mmoja ni timu kubwa barani Afrika, ni timu inayotoka kwa nchi ya historia ya soka barani Afrika, ni timu ambayo ni miaka kidogo hapo katikati hawajawahi kukutana na Al Masry. Nafikiri ni kama misimu inaweza kufika hata misimu mitano huko nyuma ndio walikutana. Ni muda mrefu kidogo hawajakutana na Al Masry. Kwa hiyo wanakwenda kucheza mpira wa kuheshimu, wanakwenda kucheza wakimheshimu kwamba ni timu kubwa, timu yenye historia, lakini wanakwenda kucheza kwa maana ya kwamba timu yoyote ambayo iko kwenye hatua ya robo finali, kwenye hatua hizi za CAF kwa maana ya club bingwa pamoja na kombe la shirikisho ambayo yupo Simba, ni timu ambayo haijafuzu kwa bahati mbaya. Imefuzu, kila mmoja anajua. Hata watu wa Misri wanajua kwamba Simba imefuzu kwa kuongoza kundi, sio kufuzu tu, kwa kuongoza kundi. Kwa hiyo Al Masry hawaji kwa papara au kwa pupa. Watakuja wakiwa wameseti strategic zao, wameseti plani zao kuhakikisha kwamba nyumbani wanapata alama 3 ili wakamalizie Benjamin Mkapa, pengine hata kwa kulazimisha sare, jambo ambalo lazima lihitaji mbinu mbalimbali. Of course timu za Misri, anzia Al Ahly, Pyramid umesema, Al Masry na zingine, Zamalek na zingine, ni timu ambazo ziko makini sana, ni timu ambazo zimefanya uwekezaji mkubwa sana. Tunazungumzia habari ya mchezaji kulipo kuanzia milioni
50 na kwenda juu. Sisi mchezaji wetu wa juu sana nafikiri kwenye milioni 20 kwa mshahara. Sawa sawa Lakini ni timu ambazo kwenye miundombinu imepiga hatua kubwa sana. Ni timu ambazo kwenye kucheza hatua hizi za makundi, hatua za club bingwa, hatua za makundi, robo finali, nusu finali, hata finali. Mara nyingi sana ni mara chache inatokea finali ya kombe la shirikisho au club bingwa tukamkosa mtu kutoka Misri. Haiwezi kupita misimu miwili mitatu. Lazima mwaka mmoja tuione timu moja hapo ya Misri ikiwa inashiriki finali ya shirikisho au club bingwa barani Afrika. Kwa hiyo ni nchi ambayo inajua kucheza michezo kama hii. Ni nchi ambayo kwenye aina ya wachezaji ambao wako nao, wana wachezaji ambao viwango vyao kwa kweli viko juu.